Akizungumza jijini Dar es Salaam wakati wa uzinduzi huo, mtendaji mkuu wa Wakala Veterinary Tanzania Dr. Stella Bitanyi amesema sekta ya kuku inakuwa kwa kasi na mahitaji ya elimu ni makubwa, hivyo mabadiliko ya mitaala yatakwenda sambamba na mabadiliko ya mahitaji, na kwa kushirikiana na ubalozi wa Uholanzi mitaala itakuwa bora na yenye manufaa kwa nchi. Elimu ipo upande mwingi, kuna upande wa afya ili kusiwe na vifo, kusiebuke magonjwa, lakini kwenye upande wa lishe pia, kwa sababu lishe ni muhimu sana. Tija kubwa ya ufugaji iko kwenye lishe. Usikiwalisha mifugo yako lishe hafifu, lisio bora, isio na uwiano mzuri wa virutubisho, basi mfugaji atafuga kwa hasara. Investing in education and skills development is essential to improve efficiency, productivity and long-term sustainability in this sector. Yeah, and as you might know, the Dutch are quite familiar with the poultry sector. Naye mtendaji mkuu wa wakala mafunzo ya mifugo nchini Lita Pius Mwambene amesema tayari wamefanya mabadiliko kwenye mtaala wa nyama na maziwa, hivyo kuboreshwa mtaala wa ufugaji wa kuku utasaidia kwenda sambamba na mabadiliko ya sayansi na teknolojia ambayo inahitaji mafunzo kwa vitendo zaidi. Tulichozingatia zaidi ni eneo la mafunzo kwa vitendo. Hawa wenzetu tumekubaliana kwamba tunaenda kuanzisha kuna kitu tunaita common facility. Au tuseme karakana maalum kwa ajili ya mafunzo kwa kuku. Kuanzia kumwandaa kuku mwenyewe, kumlea, akue, kumlisha, alale wapi, banda lake liweje, chakula chake kiweke. Tasnia ya kuku na ndege wafugwao inakuwa kwa kasi sana, na ili kuhakikisha kwamba wafugaji wanapata faida, ni miongoni mwa vitu vinavyohitajika ni elimu. Na kama tunavyofahamu ni kwamba kwa sasa hivi kulikuwa hakuna mitaala rasmi ya kufundisha hii elimu ya ufugaji kuku na ndege wafugwao. Kwa hiyo haya marekebisho yatatusaidia kwa maana kwamba wafugaji watakuwa wana wataalamu wa kutosha wa kuwashauri katika shughuli zao za kila siku za ufugaji. Nikiripoti kutoka jijini Dar es Salaam, mimi ni Nelson Munema wa Channel 10.